Mambo vipi mtazamaji wa Data Sports? Mimi naitwa Cisco, karibu nyumbani, karibu tukujuze kile ambacho tumekuandalia kikiwa kinapewa nguvu kubwa mno na Jaba Air Solutions International Trade, mabingwa wa kusafirisha mizigo kutoka Guangzhou China kuja Tanzania. Ni rahisi mno kwa sababu mzigo wako utafika kwa wakati, lakini ndani ya siku 3, 4 mpaka siku 5 mzigo wako unakuwa umeshaupokea ukiwa kwenye usalama wa 100%. Lakini kama itoshi bwana, kusafirisha mzigo wako kupitia Jaba Air Solutions International Trade, unaingia moja kwa moja kwenye draw ya kushinda zawadi kila baada ya wiki 2. Lakini kubwa zaidi ni ile zawadi kubwa kabla ya sikukuu ya Eid itatoka kwa mshindi. Hivyo endelea pia kuiamini Jaba Air Solutions International Trade ili uweze kupokea zawadi kubwa kutoka kwao. Msimu huu wa sikukuu pia hakikisha ya kwamba unaagiza mara kwa mara zawadi kutoka China, kwa sababu ni rahisi mno ukiwa na Jaba bwana. Hata abaya yako moja unaweza kuisafirisha ukiwa na Jaba. Mambo vipi bro? Freshi. Uko vizuri? Naam. Unaposikia jina la Arthur Bada, nini hasa ambacho kinakujia kwenye kichwa chako? Kwenye uchezaji inanijia ubora aliokuwa nao, hasa ule alioonyesha kwenye mchezo wao dhidi ya Young Africans kule visiwani Zanzibar. Lakini nje ya football nakumbuka ile sakata lao la kuomba uraia kwa Tanzania. Ndio. Kwako ni mchezaji ambaye anakuvutia akiwa uwanjani Arthur Bada? Josephat Arthur Bada, yes. Mzaliwa wa Ivory Coast. Swadakta. Agosti 7, 2002 amezaliwa. Bado bwana mdogo, ana umri wa miaka 22. Ndio. Ni kiungo mshambuliaji. Anaweza kumudu eneo la namba 8, anaweza kumudu eneo la namba 10. Lakini kwa asilimia chache pia anaweza akakuofa kitu chochote kama utamtumia kwenye winga ya kulia na winga ya kushoto. Ni mchezaji ambaye alikuwa bora sana katika klabu ya ASEC Mimosas. Lakini sasa hivi namzungumza mchezaji wa Singida Black Stars, ingawa pia kuna mengi ambao anazungumzwa akiwa hapo Singida Black Stars. Sawa. Ni mchezaji hapo kwenye mengi ndipo ambapo point yangu na mimi ipo. Endelea. Ni mchezaji, endelea hapo hapo. Yes, ni mchezaji mzuri ambaye pia nafikiri vilabu vyote vikubwa vinatamani kuwa naye. Yes. Simba, Yanga, Azam wanatamani kuwa na mchezaji wa aina yake. Kwa hiyo kwangu mimi ni mchezaji bora sana kwenye hilo eneo la kiungo. Ndio. Bwana Katalambula, kuna nyakati amesema kwamba yako mengi kweli kweli yakiwa yanazungumzwa juu ya Arthur Bada, mwamba kweli kweli kutoka Ivory Coast. Sakata lake la uraia bwana lilichukua sura mpya kweli kweli kwenye ardhi ya Tanzania. Huyu ni Mtanzania mwenzetu jamani. Shughuli yake bado tu haijakwisha, lakini ikikaa vizuri anaweza pia kuisaidia timu ya taifa ya Tanzania. Huko akupo na mimi huko sipo ambapo story yangu ilipo. Story yangu ni kwamba mwamba huyu anahusishwa na klabu ya Yanga. Huenda msimu ujao tukamuona akitinga jezi yenye rangi ya njano na kijani, na moja kwa moja akawa ni mwananchi. Yusuf Katalambula, kwanza mezani kwako pia zimefika hizi? Ya, mezani kwangu zimefika kumhusu Arthur Bada kutakiwa na Young Africans. Ndio. Yes. Dili lake kwako limekaaje Katalambula Yusuf? Hebu tuwajuze wa Tanzania nyakati hizi. Nafikiri dili lake litategemea na majibu kuhusiana na kile ambacho kimetokea, kwa maana ni mchezaji ambaye Singida Black Stars ima ni Singida ama yeye kupitia Singida ameombewa uraia. Yes. Kutoka kuwa Cote d'Ivoire na kuwa Mtanzania. Yes, hapo awali ilionekana kwamba kila kitu kipo tayari, lakini kuna pingamizi lilikuja juu ya masuala ya yeye kuwa Mtanzania. Imekuwa rahisi sana, ikamuibua hadi Jemedali Saidi. Akazungumza kwamba imekuwa rahisi kupata uraia kuliko kupata kitambulisho cha NIDA. Yes, kwa maana pingamizi lilipita. Hivi sasa tunazungumza bado hawaja confirm kwamba yeye ni Mtanzania. Ndio maana unaona hata kwenye orodha ya wachezaji ambao wameitwa, kwa ubora wake mimi naamini angeitwa, lakini hajaitwa kwa sababu bado mamlaka husika hayajathibitisha kwamba yeye tayari ni Mtanzania. Kwa hiyo kuhitajika na Young Africans, kama itathibitishwa kuwa ni Mtanzania, basi itakuwa rahisi sana ya kutoa Young Africans. Lakini kama itashindikana na atakuwa mchezaji wa kigeni, hapo kidogo panaweza pakawa na changamoto, kwa sababu kwa Young Africans inabidi apungue mchezaji aingie mchezaji. Lakini kwenye kumbe bado hajamaliza. Bado yes. Pengine labda mtu unaweza ukaja ukasema yupo Kennedy Musonda. Nafasi ya Musonda anaingia striker pale ambaye inasemekana katika timu hiyo hiyo Singida. Anaweza akaja pale juu.
Kwa hiyo na tunaangalia kwenye eneo la base ya midfield. Yeah. Kuna Pacome Zouzoua kwa maana wachezaji wa kigeni. Yes. Kuna Ali Diaucho. Kuna Stefan Kiaziz. Ndiyo, kuna Duke Abuya, kuna Maxim Pia Zingeli, kuna Cletus Chota Chama. Pengine labda kile ambacho kinazungumza kumuhusu Chama kuondoka Young Africans inaweza ikampa nafasi hata baada kutoa katika klabu ya Young Africans. Ndiyo. Lakini nikiangalia viungo wengine, Duke Abuya bado ana kitu ambacho anaweza akaofa. Na hisi hivyo, kama Chama mambo hayatokaa vizuri, yes, basi hata baada anaweza akachukua nafasi yake. Lakini kama akichukua raia Tanzania, basi ni simple tu kama kumsukuma Mlevi hata baada kutua katika klabu ya Young Africans. Bana Katalambula Yusuf, kuna nyakati nilikuwa najiuliza maswali mengi sana juu ya Arthur Bada. Nani alienda kupeleka pingamizi mahakamani? Kwa sababu huyu mtu anataka badilisha uraia kwa ajili ya kutusaidia Watanzania hasa kwenye national team. Inatakiwa tufurahie. Sasa wengine wanakwenda wanapinga uraia wake. Shida iko wapi Katalambula Yusufu? Cisco umeangalia msaada kwenye level ya timu ya taifa. Ndiyo. Lakini kumbuko pia kuna vilabu ambavyo kuna vilabu ambavyo vipo waangalie level ya timu ya taifa. Okay. Pengine labda kwenye hivi vilabu labda Simba, Azam wameona kama ni kitu fulani ambacho wanaona kama ile fair competition itaondoka. Yes. Tuliona pia Simba walienda kuombea uraia wachezaji wao 9. Yes, lakini pia tukaona kuna timu nyingine pia imepeleka. Kwa hiyo ikaa kama kuna kamchezo walipewa majina watu nakumbuka Jean Charles Ahoua alipewa jina la kutokea Mbeya. Aliitwa Jean Charles Ahoua Mwakitelema. Mambo mazito kwa hili sakata lilitoka na sura nyingi Katalambula. Debola Fernandez Ngonyani. Mambo yalikuwa mazito kweli kweli. Yes. Ukiangalia kwenye level ya timu ya taifa, hawa leo weka pingamizi kikweli wametukosea. Hasa katika muda huu tunahangaika kufuzu kuingia kushiriki kombe la dunia. Yes. Lakini pia kuna AFCON ipo karibu. Lakini nawaelewa wale ambao wameangalia ngazi ya klabu kwa sababu ukiangalia kwenye klabu kama mtaruhusu watu waende kubadilisha uraia, kuna nguvu fulani wanakuwa wanaipata timu pinzani. Kwa hiyo kukubaliwa au kukataliwa inategemea na wao pingamizi ambalo wamelipeleka. Lakini wao kuthubutu kufanya hivyo, wameona kuna tija na kuna mantiki. Kwa hiyo hapo kuna vitu viwili, kuna level ya klabu lakini kuna level ya timu ya taifa. Ndio. Lakini ukitazama kama atatua kweli Yanga ikichuma kinaweza kupata nafasi mbele ya viungo na washambuliaji hatari kweli kweli wanaotoka kwenye mataifa kadha wa kadha ambao wanakipiga ndani ya Yanga. Ukitazama uchezaji wa bwana mdogo na wachezaji wa Kongo kweli kweli ndani ya kikosi cha Yanga. Sijawahi kuwa na wasiwasi na mchezaji yote ambaye amekupita katika klabu ya ASEC Mimosas. Okay. Tunawazungumza ambao wamekuja Tanzania. Yes. Lakini kuna kina Karim Konate ambao wameenda huko Salzburg. Kuna Kolo Toure ambaye alipita Arsenal, the Gunners, Liverpool. Unaona kabisa kwamba ni sehemu ambayo sahihi na inatoa watu sahihi. Na Kiple Junior tumewaona, Young Africans ndio wamejaa wengi. Kwa hiyo kama atakuja na ubora wake ambao yupo nao kwa hivi sasa, naamini ana uwezo wa kupata nafasi. Ingawaje pia kwenye football kupata nafasi inategemea na mpango kazi wa mwalimu upo vipi. Mara kadhaa ushakuona kosa unasema ukocha kafikiria nini anamchezesha huyu baada ya kumchezesha fulani, anamchezesha huyu ana goli. Mpango kazi wa mwalimu. Kwa miaka 4-5 naenda huko mbele, nafikiri kila mwalimu atapoteza first 11. Okay. Na hii tumeona kwa baadhi ya walimu. Umeona Fadlu, kuna muda tunapata tabu hapa kujua anaingia na kikosi gani. Yes. Lakini pia Rashid Tausi wa Azam tumeona hivyo. Melud Hamdi wa Young Africans naye tumeona iko kitu anakifanya. Wale makocha kina Robertinho, kina Miguel Gamondi ambao wana vikosi vyao kauka ni kuvae, sasa hivi wanapotea au makocha. Hata huko kenda barani Ulaya ukiangalia wiki ya kwanza kikosi cha Mikel Arteta, wiki inayofuata tofauti. The same kwa Pep Guardiola, Ancelotti na baadhi ya makocha wengine kina Luis Enrique na kadhalika. Kwa hiyo kupata nafasi itategemea yeye ubora wake na itategemea nini ambacho atamuofa mwalimu. Lakini kama tu tukisalia katika kile kiwango ambacho upo nacho, akija kwa Young Africans, mimi naamini ana uwezo wa kupata nafasi hata kama sio kwa first 11 ama kwa dakika 90, basi anaweza akazipata zile dakika 20 za mwisho na akaonyesha kile ambacho upo nacho.
Bana, mimi nikushukuru sana Katalambule Yusuf. Shukrani sana. Ndiyo, ni Arthur Bada huyo, miongoni mwa wachezaji ambao wanatajwa kweli kweli kujiunga na miamba ya Dar es Salaam Tanzania, klabu ya Yanga. Tusubiri kuona maana tetesi bwana ni mazungumzo. Sasa mazungumzo kuna nyakati yanaweza yakatimia ama yasitimie. Cha msingi subira yavuta kheri, lakini sasa subira ameshakuwa mkubwa na kwa sasa hivi anavuta kamba. Tusubiri kuona ya Yanga itakuwa ni nini. Mambo ni mazito kweli kweli. Mimi naitwa Sisco Katalambula Yusufu, amezungumza mengi na mazuri. Nyuma ya kamera yuko Odo Nuru, pamoja naye mwamba kweli kweli Pako. Kwa heri.